hospitali ya Busiro Kagogoro, ni mhudumu wa afya msingi ngazi ya jamii CHW. Tunaelimisha jamii katika kuepukana na hali ya udumavu wa kimwili na udumavu wa kiakili kwa kula vyakula mbalimbali vyenye mchanganyiko 6 vya makundi. Kundi la kwanza tunaelimisha kula jamii vyakula vyenye nafaka, mizizi pamoja na ndizi mbichi. Kundi la pili tunahamasisha jamii kula vyakula jamii ya wanyama. Jamii ya wanyama ni nyama yenyewe, halafu kuna mayai, kuna maziwa, kuna dagaa, kuna samaki na wadudu waliwao kama unavyowaona, si ndio? Hawa ni wadudu waliwao. Wadudu waliwao ni kama vile senene, kumbikumbi, mang'enge na karangamiti. Lakini karangamiti tumeboresha kwa maana ya Kiswahili. Lakini kwa lugha ya Kibena cha kwetu tunasema ni makiu aidha madingu. Haya madingu ni chakula vile vile ambapo ni muungano wa vyakula jamii ya ya wanyama. Lakini kundi la tatu ni vyakula jamii ya mikundu kwa maana ya hii si washawasha huyu. Hapana, sio washawasha. Huyu sio washawasha, ni jamii tu ya washawasha, lakini anatokana na uzao wa vipepeo. Anapatikana wapi? Anapatikana kwenye baadhi ya miti, si miti yote, katika kata ya Itulahumba, vijiji vya Sakarenga. Unamlaje? Unaweza kumla hapo sasa? Hapana, hapa siwezi kumla kwa sababu bado ni hajatengenezwa. Akishatengenezwa, amekamuliwa, taka yote imetoka, anaweza kaingizwa kwenye mafuta, aidha anaweza kakausha tu kwa kutumia jua. Na kama ni hivyo sasa, hiyo protini utaipata wapi? Kama ushamkamua, protini inakaa kwenye nini? Kwenye huyo mdudu. Protini itapatikana kwa sababu haweza kakamuliwa sana, anapokamuliwa kwa kiasi. Ni kama anauawa tu. Wanaishi wapi? Hawa wanaishi kwenye miti, na ni baadhi ya miti, kuna mabachula, kuna mawonogono, kuna matevele, si ndio? Hiyo ni miti maalumu ambayo haya wadudu wanaweza kupatikana kwa msimu kama huu, mwezi wa 5 mpaka wa 6. Ulisema ni chakula dawa, ulikuwa unamaanisha nini? Chakula dawa inasemekana tunajifunza kutokana na waliotuzaa, si ndio? Tunajifunza kwamba ugonjwa wa ngozi ukila hiki chakula, hawa wadudu hawa wanasaidia sana hata kuepusha ugonjwa wa ngozi. Wao unawapata wapi? Hawa wanapatikana katika kata ya Itulahumba katika kijiji cha Sakarenga. Unawafuga? Hawafugwi, ni vipepeo tu wanataka kwa baadhi ya miti, basi wanazaliwa wadudu kama hao. Kwa hiyo mnahamasisha jamii pia kutumia kama chakula dawa? Wadudu wote tunahamasisha, yani vyakula jamii ya wanyama, nyama yenyewe, maziwa, dagaa, samaki, si ndio? Na wadudu waliwao kwa mfano kama hawa mang'enge, madingu, makiu, si ndio? Na senene. Yote hivyo vipo kwenye kundi la jamii ya wanyama, kwa maana ya kuleta protini nyingi za kukuza mwili pamoja na kuimarisha mwili. Kwenye kijiji cha Palangawano mnapambana vipi kuhakikisha kwamba mnaendana na kampeni ya lishe? Kampeni ya lishe tunaendana, jamii tunaifundisha moja kwa nadharia, namba 2 kwa vitendo kama mnavyoona kwenye eneo hili, si ndio? Tunahamasisha kuwepo na bustani mama, tunahamasisha ufugaji mdogo mdogo. Ufugaji mdogo mdogo ni kama vile simbilisi, halafu bata, halafu kuku, ufugaji mdogo mdogo kwa mfano vile kama sungura na kadhalika, si ndio? Kwa maana ya kupata moja kupata kitoweo ndani ya familia, namba 2 kupata mbolea ndani ya familia, namba 3 kupata fedha za kupunguza ukata wa maisha. Naona kuna bustani nzuri hapa. Unaweza kunieleza ni bustani ya nani na lengo ni nini kuwepo kwa bustani kama hii? Lengo la hapa ni katika kutoka nadharia kwenda kwenye vitendo, ili jamii iwe tunaepukana na kuwa na bustani mbali, tuwe na bustani nyumbani. Tunataka tuwe na bustani ndani jirani, ambapo jamii sasa ikitaka kupata mboga mboga, hizi mboga mboga ni muhimu katika mwili wa binadamu, katika mwili wa familia, ili zinatupatia vitamini pamoja na madini. Vitamini pamoja na madini
zinapatikana katika mboga, na vitamini na madini yakiwepo katika familia zetu, basi upo uwezekano mkubwa wa kuepukana na maradhi mbalimbali. Turejee sasa kwa huyu washawasha uliomshika, anafaa kuliwa kwa chakula gani kingine? Kwa chakula kingine analiwa ukiwa umeandaa na chakula gani kingine? Hapana, ni moja tu katika makundi 6 ya vyakula. Sawa, unamla kwa kichanganya na chakula gani? Ugali, wali, ndizi? Unaweza kula kwa maana ya ugali kikawa kitoweo, halafu wali ikawa ni kitoweo unatowelea pale. Sawa, tuna nyama ya kawaida nyingine. Na pilipili? Ndio mahali pake. Ndio mahali pake. Pilipili na nyama ndio mahali pake. Ni chakula ambacho kinafahamika kwa watu wa zamani. Vipi kizazi kipya wanazungumza nini kuhusu aina hii? Watu wa zamani waliona ni vitu vya kawaida, lakini kwa watu wa sasa wamekuwa kama wa sayansi na teknolojia. Ni watu wa kisasa wanachukulia kwa macho, wakati ndani yake kuna virutubishi vingi sana. Lakini hiki ndio tunachotakiwa tule, ambayo hii iko kwenye mandhari mazuri, kwenye mandhari sahihi. Hii haitumii dawa, si ndio? Kama nyama ya ng'ombe. Hii haitumii josho lolote kama nyama ya zingine za ng'ombe, si ndio? Kwa hiyo hii ni original special, yani ni maalumu. Kwa nini umeenda kufuata mbali Mdandu na sio hapa? Hapa Talangawanu na vijiji vya jirani, kutokana na msimu wadudu hawa wapo, lakini bado ni wachanga, hawajatosha kulia. Sasa nimefuata mbali kwenye miti ambayo imeanza kuzalisha na wameshakuwa tayari kwa kitoweo. Unaweza kufananisha nyama ya washawasha ambayo unamuita nani? Unamuitaje? Makiu au madini. Na nyama gani nyingine unafananisha? Hapa naweza kulinganisha na dagaa. Hapa naweza kulinganisha na dagaa. Na dagaa tu. Kwa sababu dagaa zina protein nyingi sana. Kazi yake kubwa ni kukuza mwili na kupatia kujenga mwili pamoja na kukuza mwili. Kwa hiyo dagaa ni chakula kimoja kizuri sana. Mtu anapokula dagaa si kana kwamba amefilia maisha, ila anapata protein nyingi sana mwilini. Na mwili ukiwa na protein nyingi za kutosha, unaepukana kabisa na hali ya udumavu wa kimwili na kiakili. Na kwa kuwa wanaishi kwenye miti na miti imekuwa ikiharibiwa sana, au tuseme uharibifu wa mazingira, nini kauli yako kwenye utunzaji wa mazingira tuendelee kuwa na vyakula vya asili? Ni mahali pake. Mimi ni mwenyekiti wa kamati ya viumbe hai, ni kamati ya vyanzo vya mwenyekiti wa kamati ya maji na viumbe hai kupitia shirika la WWF ya ulimwengu. Kwa hiyo uhamasishaji kwamba nasema panda miti, kata mti. Tone la maji moja linatakiwa kuhifadhiwa. Kwa hiyo tunaendana sambamba na utunzaji wa mazingira katika maeneo yote. Shukrani sana. Nikumbushe jina? Naam. Nikumbushe jina lako? Mimi jina langu naitwa Richard Agustino Kagogoro, ni si community health worker. Mtaalamu wa kula wa washawasha. Hatuelimishi kwa vitendo, ila kwa nadharia pamoja na vitendo.